Ela tangazo wapi? Kamkunji au Kamkunji. Kanisa hili litafunguliwa pale ambao ni Sabbath School ya nini? Eldoret West. Tena ni kwenda kukomboa nyumba ama chini ya OK Town hakuna miti ndio. So hakuna chini ya miti. So kazi aishi. Tutaendelea mpaka Yesu arudi. Sasa nilifurahi na nimesikitika kusikia rafiki yangu ndugu Mutai Jona alipata ajali. Sikujua. Aliwasiliana na mimi hata akupiga simu akaniambia Elda na pia nilikualika Alpha North Alpha ndio West ukuja. So this time tunakuhitaji. Nikamwambia nitaona. Niko mwambia nitaona tena timu nyingine ikakuja sasa ya Koe. Wewe mimi naitwa Koe na tunakukaribisha Eldoret West. Elda uko ni wapi? Akaniambia bana confirm na uko ni wapi? Akaniambia kuja NCCK utapata kanisa. Nikamwambia nitakuja. Kwa hivyo nashukuru kwa Elda ambaye sikuwahi muona, so nimejiongezea marafiki ambaye Elda huyu hata sijui ni wapi na sijawahi muona, ni my first time kusikia tu kwa simu kwa sadiana na nimefika. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Jambo lingine ambayo sitaki kusahau ni kwamba hii kanisa ni kanisa la Mungu, lakini imepitia mambo mengi katika umri yangu na kibinti na ndugu Koe na wazee wengine ambao ni vijana wa juzi. Tuliingia kanisa kama kanisa iko na discipline. Tulipokuwa vijana ambao tulikuwa tunakutana Central na makanisa yetu huko ilikuwa Sabbath. Hiyo ni miaka 30 imeisha. Ni juzi, si ndio? Ni juzi, ni kitambo kwa wengine, lakini kila mtu na zamani yake. Ilikuwa ni kwamba Sabbath School inaanza saa 2. Alafu saa 3 tunafungua Sabbath. Alafu madarasa ilikuwa imepigwa off-cut, imepigwa off-cut brown kanisa. Na unapata kundi pale. Alafu saa 8 kuna timekeeper, saa 8 kamili kipindi cha afya. Interestingly. Alafu inachukua 30 minutes, kengele inagongwa. Kipindi cha Bible study inakuja. After another 30 to 40 minutes kengele inagongwa, waimbaji wanaimba, kipindi cha unabii inakuja. Baadaye tutakuwa na madarasa tena ya jioni ambayo ni family life. Vijana wanaenda kando, wazee, wamama na kadhalika na kadhalika. Siku hizi tumeendelea sana. Kanisa yangu watu wanarudi saa 8 wawili, wengine hawarudi. Hapa mimi najua tunarudi wote, si ndio? Mpaka nasema waje tupikia wa lunch ndio wasiende tena, wanakula na wanani wanaenda. Hiyo mimi nashangaa, unakula kwa nini? Na wewe mnaenda wapi? Najua tunaanza mahubiri hata sijasoma fungu na sijaomba. Ya kwamba hata baada ya kupewa chakula hakupatikani, bado sisi ni wateja. Sijui ni kwa nini. Labda tunangoja seminar ya family life ndio tutakuja. Nangoja makapi na seminar ya family life tutakuja, lakini leo tukitoka hapa tarehe mbili. Kitabu cha Kutoka 28 hadi 11 tunakumbushwa na Bwana Mungu anakumbusha Waisraeli ambao Sabato ilikuwa tangu mwanzo, lakini kana kwamba walikuwa wamesahau na ikawekwa katika amri ya 4. Na msomaji dada amesoma hapa ikisema, ikumbuke siku ya Sabato itakaze, siku 6 fanya kazi, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo wewe usifanye kazi, wala mwana wako, wala punda wako, wala mjakazi wako, wala mgeni. Kwa nini? Napeana sababu. Nasema kwa kuwa Bwana alifanya mbingu na nchi kwa siku 6 na siku ya 7 alistarehe akapumzika na akabariki siku hiyo. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa kuwa ulituumba, ukatuweka katika dunia hii na tena ukatubariki. Zaidi ulitenga siku ya 7 ili iweze kuwa siku ya ibada tangu mwanzo na hata leo. Hebu tukumbushe ili turejee na tuwe tayari kukuabudu katika siku ya 7. Maana tunaomba kupitia kwa Kristo aliye mwombezi wetu. Nilipozaliwa mama yangu akanipa jina Noah. Sijui kama mimi naitwa Noah, nitajua Yesu akirudi. Alafu
kuna jina lingine katikati hapo. Hiyo jina ya katikati inaitwa Kiplimo. Kiplimo wakale wana majina ya ng'ombe. Ukisikia William Samuel ni ng'ombe. Ukisikia Lele ni ng'ombe. Ukisikia Nyalile ni ng'ombe. Ukisikia Rusei ni ng'ombe. Hii ng'ombe ni professional. Mtu ambaye alikuwa na ng'ombe nyingi ni mtu professional, ndio? So hiyo majina waeti ng'ombe. Hiyo majina ilikuwa ni ng'ombe. Na sisi tunaitwa ng'ombe kwa sababu una ng'ombe nyingi kwa sura fulani. Wewe unakubaliana naye? Wewe ni Mkale. Sasa Kiplimo inamaanisha ng'ombe inakuja. Alafu nilipotahiriwa tena nikapewa jina Buigot, son of familia Buigot. Hizo ni majina yangu ambayo nilipewa. Kini Yesu akirudi nitajua. Nina mke na watoto wengi. Sijasema nimezaa watoto ambao zaidi ya mmoja. Kwa hivyo ni watoto wengi. Ndio. Wengine wako secondary, wengine wako nyumbani. Wala wako secondary sijakutana na wao. Alafu wala wako nyumbani kuna mdogo ambaye ananiambia dadi, ule mdogo ajui kuna mtoto mwingine. Yaani sijui kama ni acting ama ni last born. Ni anajua ni mtoto na bado ni mtoto na ameenda shule. Sasa ameniambia dadi, ukifika ile kanisa unasema unaenda wasalimie pamoja na mama yao ngapo napokea salamu pamoja na zaenda wachache ambao niliwaambia naenda. Basi kanisa la Kiadventista tofauti tu ya SDA na makanisa mengine ni Sabato. Lakini ndani ya Sabato tuna Waadventista na tuna Wasabato. Ndani ya SDA hii tuko na Waadventista ambao wanangoja kurudi kwa Yesu na kuna Wasabato ambao walijipata kanisa. Na ndani ya kanisa hii tuna watu wanne ambao wameketi ndani ya kanisa. Mmoja aliitwa akaingia kanisa hii. Ako tayari kufanya kazi ya Mungu. Na mwingine ambao ndani ya kanisa alifuata watu, alipata watu wanaenda akafuata. Akajipata ndani ya SDA. Huyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu ambao kwa katika kanisa hili aliletwa na bibi. Alikuwa anataka kuolewa, akaambiwa kanisa yetu lazima ubatizwe. Akaletwa tu. Akajipata amebatizwa ili aolewe. So aliletwa. Na wengine ambao wameletwa ni watoto wa wasee wa kanisa, watoto ya pastor, watoto ambao wanasema kanisa ni nini? Ni yetu. Hawa wameletwa. Hawa hawajui kwa nini wako hapa, lakini kanisa ni yao. Hata nyanya walikuwa wa Central na hao ni wa hapa. Kwa hivyo kanisa ni ya nani? Ni hao. Wa mwisho ambao wanapatikana hapa ni watu ambao wametumwa. Na hao kutumwa kwa uzuri, walitumwa na yule mwovu. Kwa hivyo wako kanisa kusumbua. Wametumwa kusumbua. Kwa nini hamjafanya hii? Kwa nini? Hao wako tu kutusumbua kila siku. Wametumwa na yule mwovu. Kitu ikifanyika yako tayari kusumbua. So kwa hao watu wanne, sijui wewe ni nani au mimi ni nani. Na utapata hao watu wanne tutaangalia sana vizuri kama tarudi. Kama hao watu wanne wanafananaje. Lakini nimesema hivi, kanisa hili tofauti na makanisa mengine ni Sabato. Na Sabato ndugu yangu inahitaji maandalizi. Nataka kila mmoja ajiandae kupiga makofi. Ujiandae kabisa, tengeneza mkono ili upige makofi. Basi kumbe unapojiandaa kuna kitu kinafanya nini? Inakuja. Na angalia jinsi Mungu anasema ya kwamba ikumbuke, na anasema tena siku sitafanya kazi. Ndugu yangu, nimegundua miaka inapoenda kazi inakuwa nyingi sana. Nikiwa kijana sikuwa na kazi nyingi. Kwa naamka naingia right flight nafanya na mutai. Alafu narudi nyumbani. Sikuwa na shughuli, hata ungenipata nakaa chini ya miti. Ungenipata na piga story na mtu. Lakini siku hizi kazi ni nyingi naishi. Kiamka unaona umechelewa. Ukijaribu kufanya kulima unaona hapana. Ukijaribu kukimbia sokoni muda inaisha, kuna jambo barabara. Sasa muda imeisha. Lakini anasema fanya kazi siku 6, ya 7 pumzika. Ndugu yangu, kila mtu ako na 7 days a week. Kila mtu ako na 24 hours a day. Kila mtu. Lakini tusipopanga hii siku, hata hii Sabato inatusumbua. Wengi wakiwa kanisani wanaombea mhubiri sumalize mapema. Mimi wanahubiri 30 minutes. So usiniombee
nitamaliza. Lakini tukiwa hatukujiandaa kwa ajili ya hii sabato ambayo tunazungumzia, kukuja kanisani ni problem. Ukiuliza washiriki, ni siku gani usingizi ni tamu? Jumamosi. Siku ya kazi tunaamka mapema, hata kabla king'ora rai kulia huko. Hata chai kama ijapo tayari masoya, utaweza wacha ukimbie kazi. Lakini siku ya kuja kanisani kuna starehe mingi, na sijui hata hii siku ya Friday na Saturday, huwa siku hiyo ndio tunachoka zaidi. Umesikia mwili imechoka kabisa. Hata wakati mwingine wewe kuja kanisa unasema siku unasikia mwili vizuri. But Sunday unatoa nguo gunia 2 na utaosha. Monday uko active, uko kazi, mwili ni sawa, ndio? Lakini sabato tulikuweka kwa maombi. Mwili haiko nini vizuri. Siku hii pia ndio tunagombana. Hasa wazee ambao tunapewa, unajua wazee ni watoto, pole wazee. Wazee wanapikiwa, na akiwa kijana anapikiwa, anafuliwa. Ni mtoto, mzee ni mtoto. Mimi na wazee wenyewe hapa. Alafu huyo mzee tena anatafutiwa socks, anapasiwa. Sasa Saturday, socks nyingine iko bedroom, nyingine iko sitting room. Na sijui kwa nini, ama nyingine iko chini ya kitanda, nyingine iko juu ya kitanda. Kutafuta viatu ni tabu, inatusumbua. Mpaka tunagombana, mpaka kukuja kanisa imekuwa shida. Haya, wamama ambao wako hapa. Unajua mimi nashukuru Mungu sina nywele. Mimi nikioga naoga tu. Sina haja ya kioo. Lakini wamama wana vioo, wana mafuta ya nywele, wana mafuta ya mapua, wana mafuta ya mdomo, wana mafuta mpaka ya meno. Sasa anaangalia kioo tu hawa. Na akitoka anaangalia, hapana sijatoka. Ndugu yangu ambao andika ya kwamba tunajiandaa sabato baada ya sabato. Tunajiandaa baada ya sabato ya leo, anza kujiandaa kujua sabato ijayo. Msipofanya hivyo, utapata hata nguo si safi ya kuvaa siku ya sabato. Utapata nguo imeraruka ambayo ungevaa siku ya sabato. Utapata kiatu ambao ungevaa haiko. Na kwa hivyo utachelewa. Na wale ambao wako na watoto je? Hapa ni sawa. Reserve. Tuna ng'ombe, tuna kuku, huko ndio shida. Huko reserve, huko ndio shida. Alafu wakati wa mvua tuna excuse. Tumechelewa juu mvua ilinyesha. Tena kurudi saa 8 unajua kuna mvua. Sasa tuko Januari, si ndio? Tunaingia Februari. Hakuna mvua. Hatuna excuse ya kusema tutarudi saa 8 kuzua kuna mvua. Lakini shetani mjanja, jua ikiwaka sana na umekula umeshiba, nini inakuja? Singizi. Ama wakati mwingine TV. Na vipindi iko mzuri sana Saturday watu wa Man U na Arsenal ndio inacheza, si ndio? Alafu interestingly kanisa langu mimi natoka. Wakati wa mahubiri watu wako kwa simu. Hata kijana ambao ameketi hapa anachat na mwenye ameketi upande huu na simu. Hata wana comment mpaka wanamaliza, na wako kanisani physically, lakini kiroho wako mbali kabisa. Hebu angalia mama na wazee ambao tutajiandaa kwa mambo ya sabato. Kuja kanisa ni mzigo, inatuchokesha. Maana uko hapa na akili iko nyumbani. Na mwanadamu ameumbwa na akili ambayo inafanya kazi. Unaweza toka hapa uende nyumbani ukatekata nyanya na kitunguu na urudi. Yaani uko hapa lakini unapiga hesabu ya nyanya, kitunguu na chakula ya leo na lunch, na mhubiri anaendelea. Kwa hiyo unapoeka na unachoka. Unatamani kwenda haraka. Anasema hivi, Mungu ametupea masaa. Na Waadventista wanafahamu ya kwamba sabato inaanza Ijumaa, siku ya maandalio, jioni mpaka leo jioni, 24 hours a day. Alafu anasema katika sabato kuna Sabbath school. Sabbath school ni shule. Na shule ina wanafunzi na ina mwalimu. So itakuwaje wewe leo uitwe Sabbath school superintendent, na Sabbath school inapoanza wanafunzi hawako? Unajua ni kama kuitwa principal wa shule na shule haina wanafunzi. Na inapofika tunasema ni wakati wa Sabbath school. Ni wakati tunahitaji walimu na wanafunzi na shule. So hao watu watatu wasipokuwepo, shule hakuna. Lazima kuwa na wanafunzi
na kuwe na walimu, alafu kuwe na shule, ndio inaitwa shule ya Sabato. Katika shule ya Sabato tunapata watoto ambao wataanza Sabbath school wanajifunza. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa napelekwa mbele kuanza Sabbath school, nikawa naanza Sabbath school, baadaye nikachaguliwa nikawa youth leader, baadaye nikachaguliwa nikawa deacon. Hata nilikuwa sijaoa, mimi nilikuwa na sijaoa, na wakati wa bado nasaidia pastor, alafu baadaye nachaguliwa nikawa church elder. Sasa ewe elder wekee mkono kwa sababu ameoa. Nimeoa hata sijazaa mtoto, nimewekewa kwa church elder. Chenye ilinisaidia ni kuongoza Sabbath. Maana kusimama hapa mbele si rahisi. Kuna mtu atawahi simama hapa, kumwambia simama hapa, miguu magoti itagongana, atatoa jasho na maneno itapotea. Kwa hivyo kusimama hapa, we need to train people through Sabbath school. Kuna kitu kingine ambayo inaitwa Sabbath School Action Unit, madarasa ya Sabbath School. Interestingly, elda kwa nashukuru kanisa hili sijaona. Makanisa mengine watu saa 6:30 nitamaliza mapema. Hii madarasa ya Sabbath School inafaa kwa watu wachache. Na utafiti imefanywa kaonekana kwamba kile mtu anasema inamjenga sana na inabaki kwake kuliko kila anasikia. Kwa hivyo tukienda vikundi ya watu wachache na wachangie lesoni, next week ukiwauliza ulisikia nini, atakwambia chenye alisema. Lakini watu wengi wakikaa hivi na hawajasoma lesoni na mtu mmoja ndiye anafundisha, hata saa zingine mwenye anafundisha anahubiri, anaanza kuhubiri. Hata wakati mwingine mwalimu hakusoma, anasema wangapi wako na lessons? 1 2 3 alafu sasa wewe utachukua Monday, wewe Tuesday, wewe Wednesday na mimi nitafanya summary. Alafu anasema kumbe hakusoma, sasa anataka wakati yeye anaendelea yeye anapitia. Alafu akirudi anafanya nini? Summary. Hakusoma. Na inafanyika hivyo. Na utajua kwamba watu hawakusoma. Nimewafundisha washiriki wangu njia rahisi sana ya lesson. Lesson inapatikana Egesa FM. Lesson inapatikana Mlembe FM. Lesson inapatikana Hope Channel. Lesson inafundishwa kwa Radio Citizen Ijumaa na jamaa anaitwa Kawawa. Lesson iko kwa simu, unaweza download. Lakini hizo discussion unaweza pigia over the week. Tukifika hapo unainua mkono unasema niliposoma lesson nilijua hii na hii na hii. Nani anaongeza? Mama ongeza. Mama anasema naongeza hivi na hivi. Na tunafunga. Hata ulifaa kufungua lesson. Wewe ulisema uliposoma nyumbani, Monday ulisoma nini? Tuambie. Nasema nilisoma hii na hii. Na wewe uliposoma Tuesday ulisoma nini elder? Unasema nilisoma Tuesday. Na wewe mama ulisoma nini Wednesday? Silezo nimeisha na dakika 5. Sasa mimi nitakuja hapa nianze kusema hata ukiangalia kwetu tuko kwa lesson. Sasa kwetu imetoka. Wewe hata nyama, hata majani iko hapo kwa hii lesson. Unajua imefanya mpaka tunakula dakika 40, dakika 1 hour na tunasema lesson ilikuwa nini? Leo lesson ilikuwa tamu sana. Na gani iko tamu? Kuna lesson ambayo iko tamu. Haya angalia. Kama ungeitwa uwe mwalimu wa radio ungepewa dakika 15 ambaye fundisha lesson yote. Sasa hapa kanisani tunakula 1 hour na hata tukisema hebu tuambie tulijifunza nini lesson ya last week? Hakuna na ilipita. Alafu Sabbath school hii tunahitaji walimu. Lakini nimekwambia kama hujajiandaa kwa mambo ya Sabato ni mzigo. Na tumeimba hapo wimbo ambayo inasema kwamba ewe kuli ya Sabato upazuri sana moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Mungu alihitaji Waisraeli watambue Sabato. Na Mungu akafanya kitu practically. Wakati ambapo chakula ilikuwa inatoka mbinguni ambayo inaitwa mana. Na kwa sababu watu walichukulia Sabato kama siku zingine, Mungu akataka kudemonstrate kwamba hii siku ya Sabato ni tofauti na siku zingine. Na kwa hivyo mana ikamwagika kuanzia siku ya kwanza ya juma, na wakaonywa Waisraeli ya kwamba ikifika siku ya maandalio ya Sabato
chukueni kingi, maana siku ya Sabato chakula kingekuwa. Unaposoma utashangaa wengine walipuuza na wakaja hapa siku ya Sabato wakijaribu kuokota, na wengine waliokota vichache wakidhania hii itanyesha kila siku, vitu ni kila siku. After all, chakula iko kila siku. Mungu anataka kudhibitishia Waisraeli ya kwamba ikiwa Sabato duniani, hata mbinguni pia ni nini? Ni Sabato. Na kwa hivyo Sabato hii isiwe mzigo kwako na kwangu, kwamba Mungu ametupea nafasi ya kuweza kumsikia. Mungu anataka tujumuike na yeye. Mungu anataka tuachane na kazi zetu, na ili tuwe pamoja hapa tumsikie the whole day, maana ametupea siku 6 ya kuweza kufanya kazi. Kama kazi haukumaliza kazi the whole week, hata ukifanya 24/7 huwezi maliza. Kama hukumaliza kazi yako siku 6, hata ukiongezea siku ya leo huwezi maliza. Kwa hivyo hakuna haja. Na hii mwili yetu imeumbwa kiasi ya kwamba inataka ifanye kazi na tena ipumzike. Ndugu yangu, hakuna nafasi kubwa ambayo Mungu ametupatia kama siku ya Sabato, ambayo tunaweza keti tukasoma Biblia, tunaweza kusikia mahubiri, tunaweza pata mafundisho, tunaweza uliza swali, tunaweza kuchangia, na tunakuwa equip kwa mambo ya kiroho kuliko jana, kuliko juzi, kuliko wakati ambapo tuliamini. Nyakati ambayo tunaishi ni nyakati ambao kuna mambo mengi, na hivyo Paulo akiandikia Efeso anawaambia kwamba mtumie wakati vizuri. Efeso 5:16 anasema, basi enendeni kama watu walio na hekima, mkikomboa wakati, maana zamani hizi ni za uovu. Every minute ni ya muhimu sana katika maisha ya kiroho. Soma, nasema naam. Ukiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Basi redeem time. Kitu Mungu anahitaji siku ya Sabato ni mawazo yetu na mioyo yetu ije kwa Mungu. Maana anytime unatoa mawazo kwa Mungu, unaanza kufikiria biashara, utafikiria mambo maovu, na ndio sababu tunasema turudi kanisani. Maana kule nyumbani, mimi leo nisiporudi kanisani, nitaenda kwa shamba. Mimi ni mkulima, nitaenda kuona ng'ombe yangu. Juzi serikali ilifunga kanisa, wakasema kwa sababu ya corona hakuna kuja kanisani, na baadaye tumefunguliwa, na nashukuru. Kumbe hii maji hata inaondoa homa, hata homa hakuna. Kumbe homa ilikuwa uchafu, ukinawa tu mkono homa inaenda mbali, si ndio? Hebu sikia story. Tukasema nyumbani, wacha tufanye maombi ya nyumbani. Kaunda kanisa nyumbani hapo, mimi ndio church elder, bibi yangu na watoto ni washiriki. Alafu kwa sababu tunaishi nyumbani, kuna watoto wachukua mzee na kuna watoto wengine, tukaja na kanisa. Sasa shida ya nyumbani ni moja, ng'ombe. Sasa watu wote tukawacha ibada, tuangalie mwewe vile anachukua kifaranga. Kumbe tungeenda kanisa, mwewe ingekula kifaranga yake ishibe, iwachane naye. Hata ng'ombe ingeingia kwa shamba ikule ishibe. Lakini attention, maana mawazo yetu inafaa irudi kwa Mungu na isikie neno la Mungu. The moment unatoka hapa, hautajua huyu alikuwa kanisa. This afternoon, enda tao. Leo hii, huyu alikuwa kanisa. Yenye amevaa na vile anafanana, hakuna element yote ya kuonyesha huyu alikuwa kanisa. Na kwa sababu tuko in the afternoon, then we tend tutafanya vile tunaweza, yenye tunataka na yenye inawezekana, na tutafanya. Hata polisi wakikuja, wanaweza shika church elder, kwa sababu anaweza kuwa amepita karibu na pombe, si ndio? Lakini kama angekuwa kanisa, hangepatikana na haya. Sababu ile ndio sema mimi nilikuwa church elder, polisi wanajua hiyo. Kwa hiyo usitoaje hiyo, wape yao. Kwa sababu anaweza kukuwekea hata bange, si ndio?
Kitambo useme tupige simu konfe, ulipatikana wapi enda? Nilikuwa napita. Ukienda wapi? Nashukuru kwa sababu tuko na bagi ya kanisa. Inaweza kutuokoa hiyo. Mzee wa kanisa anatembea na bagi. Wataona hii bagi kweli msiende. Lakini tena unaweza ambiwa na unapitaje hapa? Labda unabeba bagi kuja tuangalie kwanza. So, ndugu yangu na dada yangu, Mungu anahitaji tuweze kutunza Sabato na tuweze kushika. Kitabu cha Waebrania 4:9 nasema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Na watu wengine wanauliza, hawa Sabato wana sheria nyingi. Hata usikule hii, hata wapiki siku ya Sabato, tena watu wanasema uende kanisa the whole day kufanya nini? Sisi tumeimba, tumesoma, tumeomba, sasa tunafanya kanisa mkutano yote. Nimekwambia kwamba Sabato ni mzigo kwa wale ambao wajiandae kwa ajili ya Sabato. Labda pengine tunaangalia tu Sabato peke yake, lakini inawezekana ya kwamba hatujautilize siku zetu 6. Kama hatujatumia siku 6 vizuri, ina affect Sabato. Na kwa hivyo mambo ya Sabato itaharibika kuanzia the first day, kuanzia Sunday. Mipango ya kesho, siku inayofuata mpaka siku ya Ijumaa, ikiwa haiko sawa sawa, Saturday itaharibika. Twende, inasemaje? Yes. Imesalia raha Sabato kwa watu wa Mungu na katika kizazi hiki. Kwa hivyo hii raha inakuja wakati tunasema Sabato njema na mambo mema. Na wale wanajibu ina depend kama wako tayari. Ndio maana ile wakati mwingine nasema hebu tuinue mkono. Naona watu wengine hawajainua. Happy Sabato. Wachache tena wanajibu happy Sabato. Ndugu yangu, hii ni kuonesha, inakueleza kwamba watu hawako tayari. Unajua ukiwa tayari, ukingoja mtu na ulikuwa tayari, hata sauti iko. Kiambio leo mheshimiwa naibu rais anakuja hapa, ama wacha naibu rais mwenyewe, unafikiri utakai? Hii itakuwa vipi? Hema italetwa hapa, kutakuwa na hata hapa itafagiliwa, hata kama ni safi, lakini itafagiliwa tena wakati anaingia kila kitu, hata hii miti itachongwa. Yani utashangaa kwa sababu kuna vitu inangojewa, na unapongojea mtu unajiandaa. Hata mavazi utasema hapana, inaonekana hii mavazi si mzuri, unaenda kununua nguo nyingine kwa sababu unangojea. Sasa tunapongojea Sabato, ndugu yangu, tujiandae kimwili, tujiandae kiroho. Andaa chakula ambao utapika, andaa mavazi ambao utavaa from day one, yani kuanzia kesho. Andaa wimbo ambao utaimbwa, waimbaji ambao waimba hapa, utajua kama walijiandaa wanapoimba. Utajua mhubiri ambaye anahubiri hapa, utajua ukiketi kwamba huyu mhubiri alijiandaa ama aliletwa tu kaambia wewe leo tuna mhubiri, wewe hubiri leo. Utajua hata wanaosoma lesoni, vile tumesema wanaojibu lesoni, utajua yule mtu alisoma lesoni wiki mzima na mwenye hakusoma. Mwenye hakusoma atainua mkono ajibu opposite, na mwenye alisoma anajibu kulingana vile alisoma. Na wenye hakusoma hawana neno. Sasa utasema ni tutanyamaza tu kwa sababu hukusoma, wewe ulikuwa na shughuli yako mingi na hukusoma. Kitu ya kushangaza katika kanisa hili, kuna watu active kwa mambo mengine, lakini mambo ya kiroho wako. Nimekwambia juu ya mashabiki wa mpira, Arsenal, Man U, kuna wengine wanaitwa nini? Hiyo yote, si ndio? Kuna mtu hapa anaweza kuja akwambie wachezaji wote kuanzia number 1 mpaka wanakuwa wangapi? 11 mpaka wanakuwa 7, atakwambia. Kuna watu ambao wako active kwa nyimbo za kidunia, atakuimbia yote. Hata ukimpigia simu iko na ringtone, nobody can stop reggae na vitu vingine Lingala na yote hiyo atakuimbia offset. Hata ukienda kwake inacheza, hakuna hiyo CD. Lakini mambo ya kiroho atakwambia kuna waimbaji, hata mimi sijui mambo. Mtu atakwambia kwa kichwa haya vitu yote ya ulimwengu. Wanasiasa anakuambia historia, wewe enda hapo Telecom nani? Enda hapo Telecom. Mjamaa anakupea history ya siasa ya Kenya
vile ilitoka kwa Kenyatta ikaenda kwa Moi, ikatoka kwa Moi ikaenda kwa Kibaki, tena makamu wa rais wote mpaka kwa nini huyu alitolewa na kwa nini mpaka anakuambia mwenye anaenda kuwa rais 2022 na 2025 lakini mwambie na Biblia inasema nini? Unajua hiyo sisomange sana. Wako active kwa mambo mengine. Na kitabu cha Yeremia 4:22 Mungu anasema hivi, ole watu wangu 4:22 Yeremia. Watu wangu ni expert kwa mambo ya dunia, lakini kwa mambo ya mbinguni hawako expert. Wanajua sana. 4:22 nataka nimalize mahubiri ya leo nikimalizia Ufunuo 14:12. Hapo ndamalizia na nitakuwa nimemaliza mahubiri nikitazamia tutakutana saa 8. Inasema twende Yeremia 22. Yes. Kwa maana watu wangu ni wapumbavu. Watu wangu ni wapumbavu. Kusema mpumbavu si mjinga. Wapumbavu kwa nini? Twende. Hawanijui. Anasema kwamba hawanijui na hawajui mapenzi ya Mungu. Watoto waliopungukiwa na akili. Yaani hawana akili. Kwa nini? Akili gani ndugu yangu? Maliza. Hawana ufahamu. Hawana ufahamu. Wenye akili katika kutenda mabaya. Yaani expert kwa kufanya maovu. Bali katika kutenda mema hawana. Sasa ndugu yangu na dada yangu, sijui mimi ni active kwa upande gani. Sijui wewe wewe ni mrefu sana kwa mambo gani? Je, ni mambo ya mbinguni ama mambo ya kidunia? Because hauwezi, at least kuna mahali wewe ni active. Kama uimbi hapa kanisani, kuna mahali unaweza imba. Kuna mahali unaweza imba. Kama uimbi hapa, kuna mahali unaweza fanya mzuri sana, mahali unaweza imba. Kama uchangii leso, kuna mahali unaweza changia. Either ni kwa chama ama ni wapi. Kuna mahali uko active. Asubuhi ya leo ndugu yangu na dada yangu ambao tuko kanisa la West, Mungu anatuhitaji. Mungu anataka turudi mahali pale ambapo ametuambia kumbuka siku ya Sabato itakazo. Maana unaposoma Isaia 58:13 watusomi, anasema kwamba usigeuze mguu wako kufanya mambo yako siku ya Sabato yanayokupendeza. Kuna vitu vingi vinatupendeza. Nimeshataja, sirudii. Mpira, nimetaja siasa, nimetaja vitu vingi. Hata kwa hii simu yako kuna vitu vingi ambayo ukiangalia inaweza kula muda yako mrefu kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka moto ishe, kwa sababu unaangalia ulimwengu, unawasiliana na watu, unafanya mambo mengi. Hii lesson ambayo tunasoma katika Sabbath school ni shilingi ngapi? 80 shilingi. Gazeti ya Standard shilingi ngapi? 60. Standard ni ya 1 day, ndio? Lesson ni ya mwezi ngapi? Unaweza fanya hesabu uone ni pesa ngapi kwa siku. Ni shilingi moja na masumuni. 80 shillings divided by 90. Hata inafika shilingi kweli? Haifiki shilingi, mapeni, ndio? Alafu ni kama free, hata tuipe free. Hiyo ite ni transport ya kuleta mpaka APC. Alafu sisi tunanunua gazeti daily na 60. Na usiponunua unanunua bundles. Kama ununue bundles, unanunua SMS, unanunua airtime na unapiga simu za zingine hata ya bure tu. Habari ya nyumbani, mvua inanyesha. Sasa hata kama inyeshi, kuna vile unaweza nunua mawingu peleka. Yaani hii simu ilikuja kutusaidia. Na unapiga simu kabisa, unauliza huko nyumbani Kisii kama ndizi imeiva, kama nini. Hiyo vitu unauliza hata kama haijafanyika, iwesaidia. Lakini tunakula airtime. Lakini angalia, mambo ya kiroho tunaweza kuwa tunachukulia tu hivi. Lakini ndugu yangu, hatimaye inaweza kutukosti. Fungu la mwisho ni 14:12 kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 14. Yohana anaonyesha malaika wa kwanza. Malaika wa kwanza alipokuwa akiruka, alikuwa na injili ya milele na ulikuwa na ujumbe. Ujumbe ulikuwa ni kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, saa ya hukumu yake imekuja. Malaika huyu anaita ulimwengu wote wamtukuze Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na chemchemi katika siku ya Sabato. Malaika wa pili pia anatoa honyo. Lakini mwisho ya honyo 14 anasema mahali penye subira watakatifu ni wakina nani yao? Soma
Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Yes. Hao wasishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Amri za Mungu ikiwemo amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato itakaze. Tumekumbushwa, wenda tukasahau. Tumekumbushwa kwamba Sabato hii ina raha. Tumekumbusha kwamba tujiandae kwa ajili ya Sabato. Tumekumbusha kwamba Sabbath School ni shule Mungu alianzisha ya kufundisha na kusomesha watu. Katika Sabbath School hii tukija na furaha, tukiwa tayari, tutapata walimu pale, tutapata wahubiri pale, na tutapata kuelewa Biblia zaidi. Maana tunapokuja kanisa saa 5 tunapata mahubiri na tunaenda. Hao ni Wasabato, wamemaliza Sabato. Lakini Waadventista wanataka vitu zaidi. Ndio sababu tulikuwa na wanawake wamesema kwamba watu wangu ni wapumbavu kwa mambo ya kiroho na ni werevu kwa mambo ya kupotea. Hao werevu walihitaji kujua zaidi mambo ya Mungu. Wasomi ambao wameenda shule, wakamaliza primary, wakamaliza secondary, wanapofika university, inasemekana huyu ni mtu alirudi shule saa ngapi? Saa 8. So watu ambao wanarudi shule kanisa saa 8 ni watu ambao wanaenda an extra mile. Kando na lesson, umesoma kitabu gani ingine? Tunasikia dada White aliandika vitabu vingine. Hiyo kando na lesson ni vitabu gani unaweza soma ukuja hapa kanisani utuambie ulisoma kitabu fulani ambayo dada White aliandika na imekusaidia nini? Yale mambo ambayo tunapeana hapa ni vitu ambao ulisoma. Ni vitu ambao umesoma ili ukiambia kuja ubiri hapa unapeana kile ulisoma. Ndugu yangu, tusiposoma Biblia, tusiposoma neno la Mungu, tusiposoma vitabu vya kiroho, utatuambia sina neno ya kusema. Hata utakuwa na neno kwa sababu uko active elsewhere. Leo hii tumeambiwa hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Wala wanaongoja kurudi kwa Yesu, Waadventista wana mambo mawili. Kwanza, wanashika amri za Mungu. Pili, wana imani ya Yesu. Ndugu yangu na dada yangu, sio lazima tushike Sabato. Lakini tukishaamini, tukishampokea huyu Yesu, tukishabatizwa, basi matokeo yake ni kwamba tunatenda mapenzi ya Mungu. Tunataka tuombe. Na kabla tujaomba, Yesu anasema, si kila mtu aniambie Bwana Bwana ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni wale wanaotenda mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo haitoshi kwamba nimebatizwa. Haitoshi kwamba mimi ni mshiriki wa Eldoret West. Haitoshi kwamba mimi ni mhubiri. Haitoshi ya kwamba mimi ni omorisha wa kanisa. Haitoshi kwa sababu huenda ikawa siendi mbinguni. Kwa hivyo nasema kwamba siku hiyo wengi wataniambia, Bwana, situlihubiri. Bwana, situlitoa unabii. Lakini nasema tawaambiaje? Ondokeni siwajui. Sasa hii ni hasara ngapi? Kuna watu sasa wanakunywa pombe. Kuna watu wameenda disco. Kuna watu wanafanya biashara. Kuna watu wako mambo yao. Lakini sisi tuko hapa. Sasa itakuwaje? Mimi najiuliza, sijui kama unajiuliza, itakuwaje mimi sijaenda disco, sijaenda kunywa pombe, sijaenda biashara, sijaenda ukulima, niko hapa. Alafu Yesu tena rudi aniambie sikujui. Just because sikushika Sabato, sikutunza Sabato, nilikuwa nakuja tu kanisa na kwenda. Kwa hivyo leo mimi nimejihubiria. Sitaki kuhubiria mtu mwingine. Mimi nimejihubiria kwamba Mungu, kumbe inawezekana Yesu leo akuje na anekatae. Kwa hivyo ombi langu Yesu ni kwamba ninapohubiri, ninapokuja kanisa, usinikatae ukikuja. Na kama kuna kitu nimekuwa nikifanya kinyume na mapenzi yako, Mungu nisamee, ili kuanzia leo niweze kuwa tayari kukulaki unaporudi. Ombi kama hilo ikiwa uko naye, simama, tunataka tuombe. Baada ya kuomba, waimbaji wataimba na tutaomba ombi la mwisho, na wale watarudi saa 8 tutakuja tujifunze zaidi, kwa sababu utapata nafasi ya kuuliza, utapata nafasi ya kuchangia, na tutajifunza zaidi ya kwamba mimi nisikataliwe. Mambo ya Sabato hatujakuwa tukizingatia. Tunachelewa kuja kanisani, tunafika late, tena tunatoka mapema, tena haturudi. Na wale ambao turudi, si kwamba tunaenda shughuli mzuri. Na tumeonywa usigeuze mguu wako ukatenda mambo inayokupendeza katika siku hii ya Sabato. Hiyo miaka nimekwambia, hiyo miaka ya nyuma hiyo, wazee waliokuwa
kanisa la Central. Mtu alikuwa akivunja sabato anatolewa kwa register ya kanisa. Na siku hiyo watu walikuwa wanahubiriwa 3 months darasa ya ubatizo. Alafu unakuwa tayari umejua Biblia, alafu unabatizwa. Nowadays tuna injili ambayo ni very cheap. Wangapi wako tayari kubatizwa? Unabatizwa. Rahisi hivyo. Uko tayari kwenda ubatizo? Leo unabatizwa, mimi ni pastor. Haya, unakuja unabatizwa. Haya. Alafu unafanya vituko yako unarudi kanisa. Ndugu yangu na dada yangu, siku inakuja ambayo Yesu ataweza kutukataa. Na kwa vile tuna muda na Yesu baada anatuita, tumesimama kwa miguu yetu tukiwa na ombi maalum kwamba Mungu atusamee, tuanze leo napoanza upya, ikiwa ni mwisho wa mwezi wa Januari. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwema kila wakati. Ulituita, ulituumba, tena ukatukomboa, tena umetutunza. Na kila siku haujatuacha tukiwa watoto wako, tunapoenda kando na mapenzi yako, tunapopotoka na kutanga mbali nawe. Mungu umenena nasi ya kwamba watu wangu hawana akili, watu wangu ni wapumbavu, kwa kuwa wana akili ya kutenda maovu, lakini hawana akili ya kukujua. Leo hii tumesimama kama kanisa, tukiwa wazee, tukiwa vijana, tufikiri ya kwamba hakika tumekuwa mbali nawe, hakika tumehalifu sabato yako. Mara nyingi tumechelewa kanisani, mara nyingi tumetenda mambo yanayotupendeza, mara nyingi tumepotelea kwenye runinga, mara nyingi tumepotelea kwenye simu zetu, mara nyingi tumetembelea marafiki, mara nyingi hatujazingatia mambo ya sabato. Lakini leo tena umetuita ili tuingie katika raha hii ya sabato, ili tuwe na subira ambayo ni ya watakatifu wanaokutazamia wewe, wakishika amri zako na imani ya Yesu. Bwana, utakaporejea, ombi letu ni kwamba sisi tuliosimama na miguu yetu, Mungu, tupatikane katika ufalme huu tukikulaki hewani, tukikiri ya kwamba wewe ni Mungu wetu uliyetuita, uliyetutunza, uliyetukomboa, na tena wewe ni kimbilio letu. Asante Mungu wetu kwa sababu utabariki kila mama, utabariki kila mzee, utaandaa watoto hawa ambao ni kanisa la kesho ili wawe tayari kuhubiri Injili. Asante kwa kanisa ambao umetoa mbali tangu nchi kupata uhuru, tukawa na Central Church, na Central Church ikazaa makanisa haya yote. Ijapokuwa wengi wako chini ya miti, ijapokuwa tunakomboa nyumba, lakini uko pamoja nasi, na siku moja itakuwa ni historia ya kwamba tulitoka mbali nawe na umetufikisha katika ufalme wako. Asante maana utakuwa nasi pamoja na wagonjwa walio hospitalini, tunawaleta mikononi mwako. Ndugu Mutai ambaye alipata ajali, Mungu anapoendelea na matibabu utakuwa mponyaji wake. Wanaosafiri tunaweka mikononi mwako. Hata wakati huu ambao kuna misukosuko ya siasa katika nchi yetu, Mungu utakuwa amani, utakuwa patanisho, utaleta upatanisho katika nchi yetu na kutupatia amani inayopita hekima zote, na neno lako lipate kuhubiriwa, Yesu apate kurejea, sote tupatikane katika ufalme ambao ni wa milele, ufalme ambao ni wake Yesu. Asante maana utakuwa nasi na utatujibu maombi yetu katika Kristo aliye mwombezi wetu.